Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni yangu matumaini mzima wa siha njema, mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Kama ilivyoada, siku kama ya leo na wakati kama huu, kipindi hewani ni Fahari ya Umma, na leo hii kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tumeweza kukutana na Profesa Yunus Mgaya, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya magonjwa utafiti wa magonjwa NIMR. Yako mengi ambayo tutakayoenda kuyatazama, lakini kikubwa tutaenda kuangazia kama ambavyo unafahamu mtazamaji, dunia imekumbwa na janga la ugonjwa wa virusi vya corona. Kikubwa tutaenda kuitazama ugonjwa huu wa uviko 19. Kukuendeshea kipindi hiki utakuwa nami mtangazaji wako Rajab Shaban Matuga, mpiga picha ni Abdulrahim Salum Japan, mwongozaji ni Aisari Karume. Tufuatane hadi tamati wa kipindi hiki cha Fahari ya Umma. Naam, mtazamaji, ikiwa ndio kwanza unafungua runinga yako, bado hujachelewa, kwani ndio kwanza tunaenda kuanza kipindi cha Fahari ya Umma. Nikukumbushe tu leo hii ninaye Profesa Yunus Mgaya, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa magonjwa ya binadamu NIMR. Kikubwa tutaenda kutazama ugonjwa wa uviko 19. Profesa, karibu sana Mahasin TV. Asante sana. Asante sana. Naamini na bila shaka ni siku ya kwanza na kwa mara ya kwanza ndani ya Mahasin TV. Ni kweli kabisa. Karibu sana, na kama ambavyo nimewafahamisha watazamaji, kikubwa tunaenda kutazama ugonjwa wa uviko 19. Kama ambavyo tunafahamu janga hili la kidunia, namna ambavyo binadamu wanaendelea kupoteza maisha kutokana na janga hili. Labda tuanze tu kwa kufahamu, unatokea taasisi ya utafiti wa magonjwa ya binadamu NIMR. Nafasi ya NIMR katika masuala mazima ya uchunguzi wa magonjwa ya kibinadamu, hususan kama hii corona, janga hili la corona. Asante sana. NIMR ni kama alivyosema, ni taasisi ya taifa ya utafiti wa magonjwa ya binadamu au National Institute for Medical Research. Hii taasisi ilianzishwa kwa sheria ya bunge namba 23 mwaka 1979 baada ya kuvunjika kwa iliyokuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakati ule, ilivunjika mwaka 1977, na ile jumuiya ilikuwa na taasisi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki inayofanya utafiti wa magonjwa ya binadamu, ambayo ilikuwa na vituo Tanzania, Kenya na Uganda. Sasa vile vituo vilivyokuwa Tanzania vikaendelea na tafiti zake. Vituo hivi Mwanza kipo kimoja hapa, kama kituo cha Matende, jina maarufu. Lakini NIMR Mwanza kulikuwa na kituo Amani Tanga, kulikuwa na kituo Muhimbili pale Dar es Salaam. Sasa vile vituo vikaunganishwa kwa sheria ya bunge na ikawa NIMR ndio ikazinduliwa mwaka 1980 ikaanza rasmi. Na hii taasisi kapewa jukumu la kwanza kufanya utafiti wa magonjwa ya binadamu. Jukumu la pili kuhamasisha na kudhibiti ufanyikaji wa tafiti za afya Tanzania. Lakini jukumu la tatu ni kuishauri Wizara ya Afya kwa kuifikishia ushahidi uliotokana na utafiti, ili wizara iutumie ule ushahidi katika kurekebisha sera, kutunga sera mbalimbali, lakini kutengeneza afua mbalimbali za kupambana na magonjwa, kwa mfano malaria. Naam, shukrani Profesa, tutakuja kuiangalia NIMR inshallah katika kipindi kijacho. Lakini leo Profesa, tuitazame uviko 19 na haswa tukitazama hii corona. Labda kwa kuanzia hapo, nafasi ya NIMR katika, tunafahamu kwamba sasa hivi Tanzania Watanzania wanaendelea kupata chanjo. Nafasi ya NIMR katika hii chanjo ya corona ambayo Watanzania tunaitumia kwa sasa. NIMR tunashiriki kwenye tafiti mbalimbali za corona. Mwaka jana utakumbuka tulifanya utafiti wa tiba asili ya corona, kwa sababu tiba asili ni mojawapo ya majukumu yetu kwenye sheria. Na ule utafiti tuliofanya wa tiba asili, tukaja na dawa ambayo tulikuwa tunaita dawa lishe, inaitwa NIMR CAF. Ile dawa imesambaa nchi nzima, na hapa Mwanza ipo, na ilisaidia sana na inaendelea kusaidia watu kukabiliana na athari, lakini hasa dalili zile dalili za ugonjwa.
iliweza kudhibiti kabisa mafua makali, ilizuia mafua, kushindwa kupumua, ilisaidia watu kupumua vizuri na kadhalika. Lakini haikuwa ni dawa ya kutibu corona. Kwa bado tulikuwa tunabaki kwenye kwamba ugonjwa wa corona, tafiti za kupata dawa zinaendelea duniani, lakini pia tafiti za chanjo zinaendelea duniani. Na sisi mwaka huu tumeingia kwenye mchakato wa kwanza utafiti wa chanjo ya corona. Lakini kwa sasa hivi tunahamasisha watu wachanjwe kwa hizi tafiti ambazo zimefanyika sehemu nyingine duniani, zikaleta chanjo na shirika la afya duniani likazipitisha, likazipa ithibati, na Tanzania tukapokea chanjo, na ndio ambayo sasa hivi ipo. Tuna chanjo 2, tuna chanjo ya Johnson & Johnson au J&J, na tuna chanjo ya Sinovac ambayo iko kule Zanzibar. Naam, shukrani. Profesa, tukaitazame hii chanjo. Maswali yamekuwa ni mengi kwa Watanzania ama kwa wananchi. Wataalamu wanaendelea kujibu, lakini tunasema katika kukumbushana watu wanapata ufahamu na kuelewa kwamba kumbe hiki kitu kiko hivi na hakipo hivi. Labda tukaanze kuifahamu hii chanjo yenyewe ya corona ambayo sasa dunia na Watanzania tukiwa tuko humo, watu wanaendelea kuchanja. Ni chanjo gani? Ni nini? Maana tunafahamu kuna chanjo nyingi. Ni kweli, chanjo ziko nyingi na umesema sahihi kabisa. Tanzania, kwa wale wasiofahamu, kuna chanjo 9 ambazo zinatumika kukinga au kuzuia maambukizi ya magonjwa 13. Kwa hiyo kwa miaka mingi Watanzania wamekuwa kichanjwa. Mimi na wewe na wengine wote tumechanjwa. Hakuna Mtanzania hajachanjwa chanjo moja au nyingine. Kabla mtu hajafikia miaka 5 anakutana na hizo chanjo. Wengine ili usafiri nje ya nchi lazima uchanjwe homa ya manjano. Uchanjwe homa ya ini. Na sasa hivi naona kuna tangazo ambalo kwenye TV la kina dada miaka 14, homa ya kuzuia saratani ya shingo ya kizazi, human papilloma virus. Zipo chanjo hizo. Kwa hiyo chanjo ya corona ni mojawapo ya afua au ni miongoni mwa afua zenye ufanisi mkubwa ambao umethibitishwa kisayansi katika kukinga na kudhibiti kusambaa kwa virusi au kusambaa kwa ugonjwa wa corona. Kwa hiyo ni afua madhubuti kabisa. Ni afua ambayo imethibitishwa kisayansi kwamba ukichanjwa utakuwa umejikinga kupata athari ya ugonjwa wa corona. Na kwa sababu imethibitishwa kisayansi, na kwa sababu ulimwengu mzima uko kwenye hili janga. Hakuna nchi haijakutwa na corona. Watu zaidi ya milioni 4 wameshapoteza maisha sasa hivi. Watu milioni zaidi ya 200 washapata maambukizi duniani. Kwa hiyo unaweza ukaona kasi ya usambazaji. Kwa hiyo chanjo ni hasa ndio kiini chake ni hicho. Na Profesa, kuna maneno huku kwa sababu tutazungumza zaidi ambayo yale wanayazungumza Watanzania huku tunakoishi. Kwamba kuna chanjo kwa ajili ya wazungu na kuna chanjo kwa ajili ya Waafrika. Hili nalo liko vipi hili? Kuna chanjo maalum kwa ajili ya Waafrika na wazungu? Hapana. Kwa sababu hakuna corona ya Waafrika, hakuna corona ya wazungu. Hakuna uviko 19 ya Waafrika hii kwa hiyo watengenezwe chanjo yao. Hii ni ya wazungu watengenezwe chanjo. Hapana. Ugonjwa kwanza haukuwa kwetu. Ugonjwa haukuanzia Tanzania. Umeanzia Wuhan, Uchina. Ukaingia hapa kwetu tarehe 13 mwezi wa 3 Machi mwaka 2020, mwaka jana. Na umesambaa mpaka leo upo. Na ukasambaa ulimwengu mzima. Kwa hiyo hakuna ugonjwa wa China, wazungu, ubaguzi wa kitaifa, wa rangi, wa kikabila, hapana. Ugonjwa uko kwa watu wote. Kwa hiyo chanjo ambazo zipo na zimepitishwa na shirika la afya duniani ni chanjo za binadamu wote. Uwe Mchina, mzungu, Mwingereza, kabila lolote Mwafrika, hizo chanjo zinawafaa wote. Ziko mataifa yote. Kwamba yeyote anaweza akachanja chanjo yoyote. Hakuna chanjo ya Mwafrika. Sasa Mwafrika na ya kwake pengine imetengenezwa kumdhuru Mwafrika. Hapana. Labda sasa mtazamaji anaweza akajiuliza kwa nini sasa mataifa yamekuwa yamechagua, labda Watanzania sisi tukachagua kuchanja hii na wengine wanachagua kuchanja ile. Sawa. Tufahamu kwamba huu ugonjwa ndani ya muda mfupi umesambaa ulimwengu mzima. Na ulimwengu hakukuwa na chanjo. Mwaka jana mwezi wa 12 mwaka 2019, ndio maana ya jina uviko 19. Ugonjwa wa virusi vya corona 2019 ndio iligunduliwa ugonjwa ule. Hakukuwa na chanjo. Chanjo ya kwanza imeanza kuingia Disemba
mwaka 2020 mwaka jana ndio chanjo ya Pfizer Marekani ikatangazwa tarehe 31 Disemba. Hakuwa na chanjo, na juhudi na zoezi na harakati za kufaulisha hizi chanjo kwa kiwango cha shirika la afya duniani zimekuwa zikiendelea, na ugunduzi na kazi za kwenye maabara huko zimekuwa zikiendelea, na kwa sababu muda ule umekuwa ni mfupi, hakujawa na uwezekano wa kuzalisha chanjo nyingi za kutosha ili kila mtu achague chanjo anayotaka. Hapana, kuna uhaba wa chanjo duniani. Unaweza ukaagiza chanjo mwaka huu kaipata mwaka kesho. Kuna uhaba, na kwa sababu kuna uhaba, nasema jamani, shirika la afya duniani limepitisha chanjo 8. Hizo chanjo 8 ambazo zimepitishwa, hebu yoyote ambayo utakutana nayo chanjo, kwa sababu ni nzuri kama nyingine yoyote. Hakuna unayosema hii ni bora kuliko nyingine. Kwa maana hiyo Profesa, unawaambia watazamaji kwamba kwa sababu ya upatikanaji sisi tumebahatika tukapata chanjo ya Johnson and Johnson. Kule Zanzibar tumeona kwa vyombo vya habari serikali ya wananchi wa China imetoa msaada chanjo ya Sinovac. Kwa hiyo kwa sababu hizo chanjo zote zimepitishwa na shirika la afya duniani, tunazitumia. Kwa hiyo Profesa, nataka kusema kwamba ufanyaji kazi wa hizi chanjo zote ni ule ule. Kuna tofauti tu kwenye namna zinavyozalishwa. Lakini zikishaingia mwilini, kazi yake ni kusisimua mwili uzalishe kinga, na ule usisimuaji mwili uzalishe kinga, hilo tendo hilo linafanana kwa chanjo zote. Profesa, kwa mantiki hiyo sasa inakuwaje, mfano kama hii Johnson and Johnson ndio tunachanja ni dozi moja, lakini kuna zingine naenda ni dozi 2? Ndio kwa sasa hivi chanjo zilizopo duniani ya dozi moja ni Johnson and Johnson, na Warusi wana chanjo aina mbili, wana Sputnik 5 na Sputnik Light. Sputnik Light ni chanjo moja, na hii Johnson and Johnson ni chanjo moja. Nyingine zote ni mbili. Nyingine zote hapa na maana Pfizer, Moderna, AstraZeneca, zitaje hizo nyingine, Sputnik 5, kina Abdala kule Cuba anatengeneza chanjo inaitwa Abdala na kadhalika. Hizo Covovax, hizo zote ni dozi 2. Sasa kwa nini hii dozi moja dozi 2? Kwenye utafiti wakati wanafanya jaribio la utafiti wa chanjo, unaanza na dozi, kuna kwenye zile awamu, kuna awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Hizi tunazo ambazo zimepitishwa na shirika la afya duniani zimefikia awamu ya 4. Ingizeni kwenye soko zitumike. Kwenye hizi awamu za kwanza, zile awamu ya kwanza, awamu ya pili, wanafanya jaribio la kuangalia usalama kwa binadamu. Wanafanya jaribio la kuangalia ufanisi, itasisimua kuzalisha kinga kiasi gani. Kwenye ufanisi sasa wana test dose. Hii nitoe mililita 0.3. Hii nitoe mililita jaribu 0.5. Sasa ni mfano tu. Sasa hawa Pfizer wao walipofanya jaribio la mils, wakasema mils 0.3, wakakuta imezalisha kinga mpaka asilimia kama 30-40, haitoshi. Wakasema okay, ngoja tujaribu dozi ya pili, wanaita booster dose. Na kawaida ya chanjo nyingi kwa na booster dose. Wakaenda baada ya wiki 3, wiki 4, wakaweka dozi ya pili, ikapandisha ile mpaka ufanisi asilimia 95. Kwa hiyo maelekezo yakawa chanjo ya Pfizer, utafiti umeonyesha kwamba dozi 2 ndio unakuwa umepata kiwango cha kinga yenye ufanisi wa kutosha. Johnson and Johnson wao walianza na dozi juu kidogo, wakakuta ile dozi walianza nayo imepeleka kinga mpaka kufika asilimia kama 70. Inatosha sana. Asilimia kwa wastani ni kama asilimia 67 mpaka kwenye 70 huko. Inatosha sana. Kwa sababu unachoangalia sasa, nimezalisha kinga. Hii kinga inanisaidiaje? Inazuia vifo, ikakutwa ni asilimia 95 mpaka 100. Hii ya Johnson & Johnson. Pfizer yenye ufanisi wa asilimia ngapi hizo 95? Inazuia kupata kwenda kwenye vifo asilimia hizo 95 mpaka 100. Kwa hiyo kumbe hizi chanjo ni nzuri tu kama ile nyingine. Profesa, ni kweli kwamba hizi chanjo
bado zipo katika majaribio, kwa maana kwamba tunaendelea kuchanja lakini kwamba tunaendelea kujaribu kwamba ufanisi ukoje? Unajua chanjo hizi kama zilivyo dawa nyingine zinapofikia awamu ya mwisho ile tunasema awamu ya 4, phase 4, awamu ya 4 ile ambayo tunasema sasa hizi sayansi imethibitisha kwamba ni salama, zina ufanisi, kama dawa inatibu, mtu anapona na kadhalika. Kifikia hapo tunasema ziingie sokoni. Tunasema utafiti unaendelea. Kwa nini? Kuna matukio ya usalama wa dawa. Naweza mtu akanywa dawa ambayo ni salama lakini ana mzio allergy. Mwili wake una allergy pengine na kiambata fulani. Kwa mfano kuna watu dawa ikiwekwa sulfa akinywa anavimba, anachubuka, anapata shida kabisa. Sasa huyo mtu wewe unayetengeneza dawa hujui ni nani mwenye mzio huo. Kwa dawa imefikia usalama, imefikia viwango vyote vya kukubalika, inaingia kwenye matumizi. Utafiti unaendelea kukusanya takwimu za usalama. Je, kuna mtu yeyote atakuwa na tatizo na hii dawa? Je, hii dawa itaendelea kufanya kazi kama ilivyopitishwa? Au imefikia mahali haifanyi kazi tena? Kwa hiyo utafiti kwa dawa zote unaendelea moja kwa moja, na taasisi yetu ya TMDA udhibiti wa dawa, vitendanishi na vifaa tiba ndio kazi yake. Yaani wao ni kazi ya kila siku, na utaona kwenye matangazo yao jamani, ukitumia dawa wakapata tatizo, piga simu namba hii, eleza, kuna fomu, unaenda kwenye mtandao, chukua ile, pakua ile fomu, jaza, tuletee. Huu ni utafiti. Kwa hizi chanjo naweza kusema kwamba kama zilivyo dawa nyingine, ni kweli takwimu zinaendelea kukusanywa ili tuwe na picha kamili kabisa kuhusu watu wenye mzio na hizi chanjo ni watu aina gani. Watu wenye tatizo lolote na hizi chanjo ni watu aina gani, na kwa nini hizi chanjo zinaendelea kuwa na manufaa kwa binadamu. Kwa mfano sasa hivi utafiti haujakamilika kuonyesha kwamba tupate chanjo ya pili lini. Kwa maana kwamba kwa zile dozi chanjo zenye dozi mbili au hii yenye dozi moja ni lini hii kinga alionayo itakuwa imeisha ili chanjo tena. Ndio swali ambalo nilikuwa nataka nije niulize hapo, kwa maana kwamba muda gani mtakaa ili tupate chanjo nyingine. Huo utafiti haujakamilika kwa sababu haujafika mwaka tangu chanjo zimeanza kuchanja. Hata waloloa haina, tuseme waloloa haina Pfizer walianza mwezi wa kwanza, tuseme mwaka huu bado mwaka haujaisha, lakini ilipofika miezi 6 nimeona tafiti zinazosema kwamba kiwango cha kinga kimepungua kutoka ile ufanisi wa 95% kwa Pfizer imeshuka mpaka kwenye 80 na kitu hapo, lakini bado ni nzuri hiyo. Yani hiyo haikufanyi utake kuchanjwa tena. Inga ndio umeona ubishani uliopo kati ya shirika la afya duniani na nchi kama Marekani ambayo inataka wananchi wake waingie kwenye dozi ya 3. Sasa wamechanja dozi 2, waingie kwenye dozi ya 3, wakati sayansi haina uthibitisho kwa sababu haijakamilika. Wangekaa mwaka mzima tuone, ikifika mwezi wa 12 tangu uchanje, wakiangalia kwenye damu yako, kwa sababu ukichukua damu kapima unaona je, na kinga kiasi gani. Unaweza kukuta miezi 12 imefika bado kinga yako inakutosha kuendelea. Kwa hiyo tunasema kwamba utafiti sasa hivi haujakamilika kusema uchanjwe lini tena. Naam, Profesa, tukiwa tunaendelea kuitazama hii chanjo, moja ya maswali pia ambayo yako huku mtaani ni kwamba wanafahamu muda wa chanjo, kama hivyo ambavyo unasema kwamba tafiti zinafanyika kwa muda mrefu. Mfano sasa hivi bado wanasayansi mnahangaika kutafuta chanjo ya ukimwi. Ni kweli. Watu wanajiuliza hii imekuwaje kaja kwa haraka hivi? Haiwezi kawa ni mipango hivi. Hilo swali limeulizwa sana. Kwamba kwa kawaida tumezoea chanjo inachukua miaka 10, 15, 20. Inaanza majaribio yanaanzia kwa wanyama. Kwanza tu maabara, hata kabla ya wanyama naunganisha vitu vyangu, nachanganya, nasema nimegundua chanjo. Sasa lazima nijue chanjo yangu ina usalama kiasi gani. Naenda kwa panya. Pitisha kwenye panya dozi hiki, namzidishia dozi, naona maini yakoje, figo zikoje, moyo ukoje. Kutoka nasema process. Kwenye panya ni salama.
nachapisha matokeo yangu pale, watu wanaona jamani, hii chanjo hii kwenye panya ni salama. Sasa naingia kwa binadamu, na binadamu nako kuna awamu zake. Awamu ya kwanza unachukua watu wachache wazima, awamu ya pili, awamu ya tatu naongeza watu wanafika hata 1000 na kitu, awamu ya 4 ndio ulimwengu sasa na ile inaweza kuchukua miaka kwa kweli. Kwa teknolojia ile. Sasa kilichotokea mwaka huu, kipindi hiki cha uviko 19, kwanza teknolojia za kutengeneza chanjo kiurahisi tayari zimeshagunduliwa miaka kama 10 iliyopita. Kwa mfano, hii teknolojia wanayotumia Pfizer ambayo ni messenger RNA imekuwepo tangu kwa miaka kama 10. Kwa hiyo ilikuwepo na imeshatumika kutengeneza chanjo baadhi ya chanjo. Sasa kwa hiyo kulikuwa na hiyo kwamba teknolojia zilikuwepo. Lakini pili, unajua kwa nini chanjo inachukua muda mrefu kwenye utafiti? Fedha. Rasilimali fedha. Watu wa kujitolea. Nchi mbalimbali zishiriki, mataifa mbalimbali, watu wa rangi mbalimbali, makabila mbalimbali yashiriki. Yote inahitaji fedha. Sasa mwaka huu kwa sababu ya corona, mataifa, hela iliyoelekezwa kwenye utafiti ni kubwa mno. Marekani imeingiza mabilioni ya dola, Uingereza imeingiza, kila nchi yenye uwezo imeingiza hela nyingi kweli, Wajerumani kila. Kwa hiyo kukawa na hela nyingi kweli ya kufanya utafiti. Kwa hiyo ikawa rahisi. Kwa mfano, Johnson & Johnson washiriki kwenye utafiti 1045. Pfizer idadi karibu hiyo. Kwa hiyo kila chanjo imepata watu maelfu kushiriki, kwa sababu wameweza kwenda nchi mbalimbali, kwa sababu fedha ilikuwepo. Maabara mbalimbali za kuingia kwenye utafiti zimewezekana. Kwa hiyo ni ile nguvu iliyokuwepo ya kifedha na uwepo wa teknolojia ambazo moja kwa moja ziliingizwa kwenye kuzalisha hizo chanjo. Na Profesa, tunaona chanjo hii ni hiari, labda kwa faida ya watazamaji tupate kufahamu hapa. Ndio. Kuna chanjo, tukiacha hii ya uviko, kuna chanjo ambayo ni ya lazima? Unajua katika maadili ya matibabu hakuna hata unapoambiwa unauma malaria unaandikiwa dawa. Kwani daktari anakuja haji nyumbani kuhakikisha umekuja ile dawa? Bado ni hiari. Unaweza ukasema mimi nimepewa ile dawa na daktari, sisikii kuzima, mimi nitaenda kunywa tiba, nitaenda kunywa dawa tiba asili, nitaenda kunywa tiba asili. Hulazimishwi. Lakini tunasema kwamba kwa binadamu wa kawaida kunapokuwepo na tatizo la afya na ukaambiwa kwamba ile tatizo la afya lina athari kwako wewe, unaweza kupoteza maisha, na lina tiba au lina kinga, na kinga ni hii, inaweza kuwa ni kwa mganga wa kienyeji kama wewe na mazoea hayo, inaweza kuwa ni hospitali. Kwa hiyo kila binadamu lazima atatafuta matibabu. Hiyo ni kawaida. Hata wanyama wa porini, nenda kule Gombe waone wale chimpanzi, unaona anakwenda anakula majani fulani, yale majani fulani anakula, amesikia tumbo liko vizuri, amesikia mwili sio mzuri, anakwenda atafuta yale majani. Ni dawa ile, kwake ni dawa, na kweli yale majani yamefanywa utafiti, ni dawa inafahamika. Kwa hiyo viumbe kutafuta tiba iko kwenye, unaweza kusema kwenye vinasaba vyetu. Kama ukiumwa unasema hii lazima nitafute. Kwa binadamu akapewa maarifa ya kutengeneza dawa, binadamu akapewa maarifa ya kujikinga, na yale maarifa ndio ambayo yamewezesha mahospitali yawepo, waganga wa tiba asili wawepo. Ni yale maarifa ambayo yako ndani ya binadamu. Kwa hiyo uhiari unakuja pale kwamba bwana, afya si ni kwako. Lakini nieleze hapa vizuri, hii hiari yako wewe ni uhuru wako, si ndio? Naam. Sasa isiingilie uhuru wangu mimi au chaguo langu mimi la kuchanjwa. Na itaingiliaje? Utaniambukiza. Kwa hiyo kuna sheria ya afya, tunasema ni Public Health Act, afya ya jamii. Ipo sheria inayomlazimu mtu
ajilinde, ajikinge, asimwambukize mtu mwingine ugonjwa. Sasa nikwambia bwana, wewe utaniambukiza corona wewe kwa sababu hujachanjwa. Kwa hiyo naomba kwenye gari langu bwana usiingie, au ukiingia uvae barakoa, ufanye hiki. Mimi na haki ya kukuambia hilo kwa sababu ni uhuru wangu pia. Umeona Naam. Kwa hiyo unaona kwa hiyo ninachokiona mimi kama zilivyo hizo chanjo za watoto. Hakuna mzazi anakaidi. Kwa sababu anajua kwamba ukikaidi mtoto wako atapata polio, atakuwa kilema. Ukikaidi mtoto wako atapata TB, atakufa. Ukikaidi mtoto wako atapata kifaduro, unaona? Kwa hiyo kinachotakiwa kwa kweli ni elimu. Ile hiari mtu aelewe pamoja na hiari, lakini nyuma yake kuna kaulazima. Kuna kaulazima kwa kufanya kwa sababu ya manufaa mapana kwa jamii. Kwa mimi nasema hiari ipo kweli, na tunasisitiza kwamba kuchanjwa ni hiari, lakini kwa manufaa yaliyopo kijamii. Mimi ninashauri kwamba hiyo hiari, hebu kila mtu achukue hiari ya kuchanjwa. Yaani tuchague hiari, kwa sababu kuchanjwa ni hiari kuchanjwa. Basi wote tuchague hiari ya kuchanjwa. Kwa sababu ya manufaa mapana. Profesa, umeweza kutoa mfano hapo chanjo za watoto, na mwanzoni pia tuliweza kusema mfano kuna chanjo hizi za kina dada shingo ya kizazi. Labda tunaona chanjo hizi namna ambavyo hazina upinzani, tunasema hivi. Labda kwa nini chanjo hii, na si kwa Tanzania tu, tunaona hata nchi nyingine wanajaribu kuweka hata kwamba kila atakaye chanjo aweze kupata kiasi fulani cha pesa ili kuhamasisha watu waweze kuchanja. Ni kweli. Labda kwa nini chanjo hii unavyoona, kwa nini inakuwa ina upinzani hivi? Ni ugonjwa mpya, ni chanjo mpya. Kwa hiyo tunasema tuna janga la corona. Na watu wameelezwa hilo, wameelewa. Lakini si limekuja janga lingine. Janga tunasema infodemics. Janga la taarifa zisizokuwa za upotoshaji. Hilo janga la taarifa za upotoshaji ambalo limetawala mitandao ya jamii ndio limeongeza watu kusita, vaccine hesitancy, watu kusita kuchanjwa. Nalo ni janga hilo. Lakini limetokana na nini? Taarifa zisizo sahihi. Kwa hiyo tuna majanga mawili hapa. Tuna janga la ugonjwa tunapambana nalo, watu wachanjwe. Lakini tuna janga lingine ambalo tunapambana nalo linalo sambaza taarifa za uongo. Taarifa za kutia watu hofu. Na ndio maana niko hapa kueleza wananchi kwamba chanjo ya corona ni salama. Kuna maudhi yale ya kawaida ya chanjo. Wananchi wakachanjwe kwa sababu faida za kuchanjwa ni kubwa kabisa kuliko hizo athari ndogo. Hasara ya kutochanjwa ni kubwa mno kwa sababu inasababisha vifo. Kwa hiyo nikupe mfano mwingine ambao uone kwamba watu kutokimbilia chanjo haijaanza leo. Mwaka 1798 iligunduliwa chanjo ya ndui kule Uingereza. Chanjo ya ndui iliendelea kusambazwa ulimwenguni na watu kuhamasishwa wachanjwe, na upinzani mkubwa kabisa, maandamano miaka 1920 na kuendelea kule, maandamano kabisa. Imeenda hivyo mpaka ilipofika mwaka 1979 ndio ulimwengu katangaza kwamba hakuna tena ndui. Hiyo ni miaka ngapi? Miaka kadhaa. 1979 na kutokea 1798 ndio tumesema tumeweza kufuta ndui. Kwa hiyo hatushangai watu kutokuwa tayari kuchanjwa, baadhi ya watu kutokuwa tayari kuchanjwa kwa sababu ipo tu kwenye tabia za binadamu kwamba mwili wangu mimi siumwi. Nielezea hapo. Kama mimi siumwi, unaambia uniingize dawa mwilini tena ambayo nimeshatishiwa sana kwamba ina tatizo. Kwa nini mimi nichanjwe? Unaona inaanzia huko. Lakini hao watu wakielimishwa, wakaelewa umuhimu wake, ndio sababu kumbe kuchanjwa ni njia mojawapo ya kujikinga. Na kinga ni bora kuliko tiba. Tiba ni ghali mno. Unajua kwa mfano pale Aga Khan hospitali. Mimi nafahamu watu wameenda pale kutibiwa, wametoka pale wameacha milioni 20, 25, 30, 40. Ndani ya kipindi cha wiki mbili kwa mfano au wiki tatu.
Kwa hiyo gharama ni kubwa mno. Kwa hiyo kukinga jamani ni bora kuliko tiba. Profesa, umezungumzia hapo masuala mazima ya taarifa za upotoshaji. Ndio. Na moja ya taarifa ya upotoshaji labda ututoe ukakasi hapa ni kwamba hiki kirusi cha kinachosababisha ugonjwa wa uviko 19 ndio ni kwamba kimetengenezwa maabara na ndio maana kinabadilika. Labda hili nalo liko ni kweli. Hakuna uthibitisho. Utakumbuka kwamba serikali ya Marekani shirika la afya duniani, ni wale sema serikali ya Marekani, shirika la afya duniani baada ya kuambiwa bwana, jamani, hebu ugonjwa tujue chanzo chake, na ile shirika likasema sisi ni kazi yetu, ikaunda timu ya wataalamu kutafuta chanzo cha ugonjwa. Sasa chanzo utaanzia wapi? Si ulikotokea ugonjwa China. Kenda China na Yesu, jamani, msikilize. Kwa nini nikamwambia sisi ndio tumeanzisha corona? Hii corona ni ugonjwa upo ulimwenguni sasa hivi. Hebu sasa hivi tupambane na ugonjwa. Hii kwamba ugonjwa umeanzia China, kwa hiyo lakini wengine wanasema unajua ugonjwa umetengenezwa maabara kwa sababu ni sehemu ya vita vya kibiolojia. Imetoka tu bahati mbaya ikachomoka ikaingia kwa binadamu. Hapana, kinachofahamika ni kwamba hivi virusi vipo kwenye jamii ambayo ya binadamu. Kaka kuona kwa mfano pangolin. Au virusi viko kule. Viko kwa wanyama wa porini. Sasa vimerukaje kutoka kwa pangolin vikaingia kwa binadamu kule China? Limekuwa ni swala la limekuwa ni gumzo. Halijapata uthibitisho. Inawezekana kwa sababu wa China wanakula kila aina ya nyama. Inawezekana kabisa kwamba kwenye ile soko la Wuhan, soko la nyama mbichi na kadhalika, inawezekana pale huyo mnyama ambaye pengine alikuwa na hivyo virusi ikaingia kwa binadamu tayari ikawa shida. Lakini niseme kwamba hakujawa na uthibitisho wa kisayansi kwamba virusi vya corona vimetoka wapi hasa mpaka vikaingia kwa binadamu. Uthibitisho hapo. Kwa hiyo kama vimetoka maabara, zote zinakuwa ni tunasema ni nadharia. Ni nadharia. Conspiracy theories kama vile wanasema. Ni nadharia ambazo hazijapata uthibitisho. Shukrani sana. Tupozeko kwanza kidogo Profesa, tutarejea kwa sehemu ya pili. Mtazamaji wa Mahasin TV, kufikia hapo basi tuweke utuo kwa nukta chache. Punde mara baada ya kupoza koo tutarejea tena hapa kuendelea na sehemu ya pili ya kipindi cha Fahari ya Umma. Nikukumbushe tu leo hii ninaye Profesa Yunus Mgaya, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa magonjwa ya binadamu NIMR. Mimi ni Rajab Shaban Matuga, baki nasi. Hatua rahisi ya kuipata Mahasin TV katika simu yako ya kiganjani. Nenda sehemu iliyoandikwa Google Play Store. Bofya sehemu hiyo. Andika neno Mahasin TV Live. Kisha itafute. Bofya neno install na subiri sekunde chache kuihifadhi katika simu yako. Bofya neno open kwenda ukurasa wa Mahasin TV kufurahia vipindi mbalimbali vya Mahasin TV. Asante kwa kuhifadhi application yetu katika simu yako. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, karibu tena katika sehemu ya pili ya kipindi cha Fahari ya Umma, na nikukumbushe leo hii ninaye Profesa Yunus Mgaya, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa magonjwa ya binadamu NIMR, na kikubwa tunatazama chanjo ya ugonjwa wa uviko 19. Profesa, tumeona namna ambavyo chanjo hii hadi hapa mpaka imefika, lakini Profesa, chanjo hii ina makundi ambayo watu wanachoma. Labda tufahamu ni watu gani ambao wanapaswa kuchoma hii chanjo na akina nani hawapaswi kuchoma hii chanjo? Sawa. Kwanza, utafiti wa chanjo ya Johnson & Johnson ulishirikisha
watu kuanzia miaka 18 wa jinsia zote, wanaume, wasichana, wavulana, wasichana, wanaume na wanawake. Umri ilikwenda mpaka umri mkubwa, miaka 70-80 kule. Watu wenye hali mbalimbali za magonjwa ya sugu, kina mama kwa mfano inaonyonyesha. Kwa hiyo iliangalia makundi yote kwenye jamii. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, kwa hii chanjo ambayo tunayo, takwimu za utafiti zilizopo tunazozitumia kusema hii chanjo imepitishwa, ni salama, ina ufanisi wa kutosha, na hivi ni kwa huo kuanzia miaka 18 na kuendelea. Nafahamu chanjo kama ya Pfizer sasa hivi wao wameshusha mpaka miaka 12 kwa sababu ya tafiti. Kwa hiyo kwenye makundi sasa, maana ukiangalia mwongozo uliotoka mwanzoni ulisema kuanzia miaka 45 na kuendelea, na kwa kundi la wale watu wenye magonjwa sugu wakayataja, kisukari, pressure na kadhalika, watu wenye saratani na kadhalika, magonjwa maalum. Wakataja pia wazee, sababu kinga iko chini. Wakataja pia wafanyakazi wa afya, sababu ndio wako mstari wa mbele hao. Naam, ndio. Wote hao wakashirikishwa. Lakini ilitokana na ukweli kwamba chanjo hazipo za kutosha duniani. Ukiangalia kiasi ambacho ugonjwa umesambaa na uwepo na chanjo zilizopo, naona kabisa kwamba kuna uhaba. Na makampuni yanaendelea kuzalisha, wanajitahidi kweli kweli, lakini bado kwa sababu ugonjwa unasambaa kwa kasi, bado haijaweza kupatikana chanjo ya kufikia kila mtu. Kwa hiyo nchi nyingi tu wakawa na makundi. Jamani, hebu tukinge wale ambao ukweli, unajua ugonjwa kwanza vijana haikuwa tatizo. Vijana kwa mfano ile anua iliyotoka China ya Wuhan ile mwaka jana, vijana ni mafua tu yamepona, lakini wazee ilikuwa ni kipigo kweli kweli. Kwa hiyo vijana ikaonekana kama una uhaba wa chanjo hausihangaike nao kwa sasa. Na hii inasababishwa na kutokana na kinga ya mwili kwa sababu uviko 19 kama kinga ya mwili haiko madhubuti, mwili utazidiwa, ugonjwa utakuwa mkali. Kama kinga ni madhubuti, utapambana, utachomoka salama. Kwa hiyo imarisha kinga. Ndio maana tukasisitiza sana matunda, chakula bora, lakini pia mazoezi, vyote hivyo vinalenga kuimarisha kinga ya mwili. Ili hata ukipata usidhurike. Lakini kwa sasa hivi tunasema kwamba sasa hivi makundi yote wachanjwe. Kuanzia ile miaka ya 18 na kuendelea wachanjwe. Kwa sababu chanjo zitaendelea kuletwa nyingine. Sasa kwa hili hopo, hebu wachanjwe wote. Halafu zikija nyingine tuendelee na iwe ni kwa wote. Iendelee hivyo mpaka wote ambao wanastahili kuchanjwa wachanjwe. Na kwa chanjo jinsi ilivyo, kuna makundi ya watu ambao wenyewe hawapaswi kuchanjwa. Kwa mfano utafiti haujalenga watoto wa chini ya miaka, kwa mfano hii kama ni Pfizer chini ya miaka 12 haijalenga huko bado. Kwa hiyo Johnson & Johnson ilianzia miaka 18 kwenda mbele. Chini ya hapo utafiti, hakuna takwimu za kitafiti, kwa sababu unajua kwenye taaluma ya tiba uzuri wake ni kwamba chochote ambacho unafanyiwa, iwe ni dawa na kunywa, iwe ni operation unafanyiwa, kuna ushuhuda wa kisayansi kwamba watu walifanya sayansi yao wakakamilisha, wasema jamani, mtu akiwa na ugonjwa wa kidole cha tumbo, appendicitis, utampasua hivi, utakikata, utampa dawa hii na hii. Ni utafiti ulifanyika, kaonekana ndio matibabu yake, ikaingizwa kwenye miongozo ya tiba. Sasa kwa tafiti ambazo zimefanyika kwenye hizi chanjo, hazikusambaa kuanzia mtoto wa mwaka mmoja au chini ya mwaka mmoja mpaka mzee wa miaka 80-90. Hapana, walilenga hayo makundi, lakini siku zinavyoenda na tafiti zinavyoendelea, na uhakika watarudi kwenye umri wa chini huu kama alivyofanya Pfizer mpaka miaka 12 wataendelea kwenda hivyo. Kwa hiyo kuna makundi ambayo yalilengwa mwanzoni kwa sababu ya uhaba wa chanjo, lakini sasa tunasema sasa hata mtu ambaye unajiona huna tatizo la
la ugonjwa sugu au na miaka chini ya 45 kachanjwe, hata kama unajisikia mzima kachanjwe, kwa sababu zile faida hata wewe ambaye unajiona mzima utazipata. Na vipi kwa makundi mengine, mfano labda mama wajawazito, lakini kuna mtu yeye anaumwa magonjwa mengine anatumia dawa kwa sasa, haya viyako vipi? Anaweza akaenda mtu akapata chanjo? Kwanza tunasema kama unaumwa, kwa mfano kama unaumwa COVID, unaumwa uviko 19, ushauri ni kwamba pona kwanza. Yaani kwanza pona, usichanjwe wakati ugonjwa uko mwilini. Na ukipona ukae muda kama takwimu zinasema miezi mpaka 3. Kwa sababu ukiumwa unajua unapata kinga fulani lakini unataka mwili uimarike vizuri ndio uweze kuchanjwa. Kwa hiyo kundi hilo linasema ndio, kama umeumwa ukimwi, kama umeugua uviko 19 unastahili uchanjwe, lakini chanjwa baada ya ugonjwa kuisha na mwili kuonekana hauna tena ugonjwa, uchanjwe. Kwa hiyo kundi wanachanjwa. Lakini magonjwa mengine inabidi daktari ashirikishwe kukupa ushauri kwamba kwa hali yako hebu kwanza pona. Ndio, kwa mfano unaumwa ukimwi, kwa mfano uko kwenye dawa za kufubaza ukimwi, huna tatizo la kiafya lingine zaidi tu kwamba uko kwenye dawa za kufubaza, uwe chanjo, haina shida. Lakini kama uko kitandani hoi, kinga yako ya mwili iko chini, uko kitandani hoi, nadhani daktari yote atashauri kwamba hebu kwanza tu imarishe kinga yako ndio uchanjwe. Kwa hiyo kwa watu wenye hali ya kuumwa sana, kwa mfano, au yuko kabisa anaumwa, ni vema kumshirikisha daktari ili daktari ashauri ni wakati gani upewe chanjo. Na kwa mama wajawazito? Mama wajawazito na mama wanaonyonyesha, kwa tafiti zilizofanyika na kwa taarifa au maelekezo yaliyotolewa na Shirika la Afya Duniani, wanastahili kuchanjwa. Hakuna kizuizi. Pengine kama mama mjamzito ana matatizo mengine ya kiafya, hapo tunasema hebu amshirikishe daktari wake katika hali yake ile, daktari amshauri vizuri. Lakini kama tu mtu anasema na mimba ni chanjo sichanjwe, chanjo. Na kwa nukta hiyo daktari, kuna masharti ya kufuata kwa mtu ambaye anaenda kupata chanjo? Labda inawezekana mfano kwenda kuchangia damu, anakuambia at least wewe umetia kitu chochote tumboni. Huku kuna masharti yote? Mimi bwana naenda kuchanja sasa, kuna vigezo vyote ambavyo napaswa kufuata? Hakuna kwa sababu mimi nilipoenda kuchanjwa hakuna mahali nimeambiwa, naulizwa maswali tuambie hivi, hapana. Kwa hiyo hakuna masharti zaidi tu kwamba kama nilivyosema au tulivyoongea kwamba wewe huumi huko kitandani hoi, wewe huna kwa mfano kuna watu wana mzio lakini hao ni wachache kweli. Katika watu milioni 1 walipatikana watu 4 wenye mzio na baadhi ya viambata vya chanjo ya Pfizer kwa mfano, wakapata tatizo. Wengine walikuwa na mzio wa chanjo ya Johnson & Johnson, wakapata tatizo. 4 kwenye milioni 1, wachache mno. Ukiacha na kama mtu unajijua kwamba wewe una mzio na kiambata fulani, basi wewe usichanjwe ile chanjo kwa sababu utaumia. Umeona Lakini vinginevyo hakuna sharti. Hakuna sharti. Daktari, hii ni chanjo, ndio, sio tiba. Sio tiba, ni kweli. Vipi kuhusu tiba ya ugonjwa wa corona, tukizungumzia labda dawa na nini? Tafiti zinaendelea kwenye eneo la dawa. Ukweli ni kwamba magonjwa mengi yanayotokana na virusi yana shida sana kupatikana dawa, na ndio unaona chanjo nyingi zinakinga magonjwa ya virusi. Kuna magonjwa pia bakteria kama TB, lakini hasa kwenye virusi. Kwa hiyo utafiti kwenye dawa bado unaendelea. Dawa ambazo zinatolewa hospitalini sasa hivi, mtu akiumwa, sio dawa ya kuua virusi. Sasa kuponya na maana kinywa dawa virusi vinaondoka mwilini, nimepona. Hapo nasema nayo dawa. Zile dawa unazopewa ni za kuzuia, ni za kupunguza au kuondoa dalili. Unashindwa kupumua, utapewa dawa za kusaidia upumue.
hata zile dawa zetu za tiba asili zinafanya kazi hiyo. Mwili umechoka, utapewa dawa hizi, zote zinapambana na dalili. Kwa zile dalili ndio zinauchosha mwili. Zile dalili ndio usipopambana nazo, ukamwachia tu kinga ya mwili watu wanapoteza maisha. Kwa hiyo dawa kama dawa bado hakuna. Ni ugonjwa ambao mpaka sasa hivi haujaona dawa. Kilichowezekana ni chanjo. Dokta, kuna siku nilikuwa katika vyombo vyetu vya usafiri hivi. Ndio. Kuna taarifa ambayo ilitoka, kuna baadhi ya watu ambao walionekana kwamba wamechanja, ni kundi moja, kundi fulani hivi. Ilionekana kwamba wamepata chanjo. Ndio. Lakini baadaye ikasemekana kwamba wamepata maambukizi ya virusi hivi vya corona. Ndio. Sasa mjadala ukao umeibuka mule. Watu wakawa wanajiuliza ina maana gani sasa uchanje alafu upate maambukizi? Kumbe ukichanja bado unapata maambukizi. Ni kweli kwamba chanjo ya corona au chanjo ya uviko 19 haizui maambukizi. Hiyo inabidi tuiweke wazi. Tafiti zilizofanyika zimeonyesha hivyo na huo ndio ukweli. Lakini ambacho faida unazopata baada ya kuchanjwa ziko wazi kabisa. Kwanza, inazuia wewe kupata ugonjwa mkali ambao utasababisha kifo. Unazuia wewe kwenda hospitali ambako wote mkiishia hospitali mnaanza kugombea oxygen na kuleta msongamano mkubwa kwenye mfumo wa afya na kusababisha hata magonjwa mengine yasipewe kipaumbele. Kwa hiyo inazuia kifo, inazuia ugonjwa mkali, inazuia maambukizi, na inawapa watu uhuru sasa wa kuendelea na shughuli zao za kawaida. Kwa maana ya uchumi sasa. Uchumi unafunguliwa. Tumeona nchi nyingine mandege yameanza kuruka, maduka yameanza kufunguliwa, maisha yanaendelea. Ndio mojawapo ya faida ya chanjo. Kwa sababu ingekuwa hakuna chanjo, ina maana watu wangeendelea kujifungia. Kwa hizo faida ambazo kabisa zimethibitishwa kisayansi. Kwanza, chanjo ina ufanisi katika kudhibiti maambukizi ya ugonjwa kuliko kitu kingine, kuliko afua nyingine. Ina ufanisi ambao umethibitishwa. Lakini chanjo inapunguza makali ya ugonjwa. Kwa hiyo unaweza utaenda hospitali. Chanjo inapunguza wagonjwa wanaohitaji kulazwa hospitali. Tumeona India ambako hata vitanda mahospitali yalijaa kabisa. Lakini pia inapunguza vifo vinavyotokana na ugonjwa. Tumeona hizi chanjo, kwa mfano hii Johnson & Johnson ya kwetu, inapunguza vifo mpaka karibu 100 au 100%. Ukiumwa hutakufa kwa ule ugonjwa. Unaweza ukaumwa lakini utaenda hospitali ukaishia tu nyumbani. Kwa hiyo pia zimeonekana zina uwezo hata kwa hizi anuai nyingine, hizi variants nyingine ambazo zimejitokeza, sio Delta, ya wapi Afrika Kusini, ya wapi hizo anuai mbalimbali hizi chanjo pia zimeonekana zina uwezo wa kukabiliana na hizo. Niwahi hapo Profesa, nilikuwa nataka niulize hapo kwa sababu umeeleza ufanisi wa hizi chanjo. Nikataka nijue, maana tunaona hiki kirusi kinabadilika. Sasa ufanisi wa hizi chanjo. Na unajua kwa nini kirusi kinabadilika? Umejiuliza hilo swali? Huyu kirusi inawezekana ikawa na ndomana watakasema kwamba kimetimia. Wala hiki kirusi ukikiacha tu kikae na binadamu kinajibadilisha ili kifikie anuai ambayo inaishi na binadamu bila mgogoro. Kwa sababu kirusi kinakutegemea wewe ili kiishi. Kirusi hakiwezi chenyewe kujiongeza bila wewe binadamu. Kinakuhitaji. Sasa kama kinakuhitaji, kawaida ya viumbe, kama unamhitaji kwa maisha yako, huwezi ukamuua. Ukimuua nao naisha. Umeona hiyo ni kawaida. Kwa hiyo sasa kikaa kidogo kinajibadilisha ili kifikie hali ambayo kitakuwa hakina madhara. Sasa huku kujibadilisha ni pale ambapo hakidhibitiwi. Kwa hiyo tusipokidhibiti kitaendelea kujibadilisha na huwezi kujua ni lini kitajibadilisha kilete anuai ambayo ni hatari kabisa, ikafyeka watu mpaka kabisa ya kutisha ile. Kwa hiyo ndio maana tunasema hebu chanjo izingatiwe, chanjo ihamasishwe ili tuzuie virusi hivi kubadilika.
Kwa hiyo kubadilika hakutokani na kwamba kimetengenezwa na binadamu. Hapana, ni kawaida ya virusi kujibadilisha ili kiwe na maisha yasiyoleta madhara makubwa kwa mtegemezi wake ambaye ni binadamu. Na Profesa, hapo tukibaki katika swala zima la kuhamasisha sasa kupata hii chanjo. Ndio. Labda tangia utoaji wa chanjo hii hapa Tanzania, hali ikoje? Tumeona kwamba watu kila wanapoelewa na ningetamani kabisa baada ya kipindi hiki wananchi waelewe, na wataelewa naamini, na wakachanjwa. Kwa hiyo kila ambapo elimu imefika watu wakaelewa, sema kumbe mengi haya ninayosikia, hili janga la taarifa zisizo sahihi, hebu niachane nalo, niingie kwenye njia sahihi ambayo ni kuchanjwa. Na mimi naamini kabisa kwamba idadi ya watu ambao wanachanjwa inaongezeka kila siku, lakini itaongezeka kwa kasi pale ambapo hii elimu itakuwa imefikia kiwango ambacho ni kikubwa. Kama zilivyo hizi chanjo nyingine ambazo wala watu hawana hata haja ya kuambiwa, wanapeleka tu watoto wanachanjwa, wote wenyewe wanaenda kujichanja, wala hakuna hata kuuliza maswali wala hofu. Lakini hii kwa sababu ni mpya, inabidi kweli tutoe elimu ya kutosha. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba elimu itakapokuwa ya kutosha, hata idadi ya watu wanaokwenda kuchanjwa. Tumeona nchi nyingine chanjo hazitoshi kwa sababu wamehamasika mno. Na katika masuala mazima ya kuhamasisha sasa hawa watu, ndio kipi ambacho labda kinafanyika sasa? Kinachofanyika, tunaona hata kuna baadhi ya changamoto ambazo na sehemu zingine watu mwitikio umekuwa mkubwa. Ndio. Foleni zimekuwa kubwa. Ni kweli. Mkakati unaoendelea sasa hivi ni kufikisha hii elimu kwenye jamii. Kwa mfano, ukienda vijiji fulani pale ukauliza, jamani, mnafahamu ugonjwa wa uviko 19 au mnafahamu ugonjwa wa corona? Anambia kweli, ndio tushasikia. Kwani vipi? Mnajua kwamba huu ugonjwa unajikinga kwa chanjo? Hatujui. Kwani chanjo ni nini? Wale wanaotumia simu janja hizo watakwambia ile chanjo inayogandisha sumaku au inayogandisha damu. Utasikia kila aina ya maneno ya hofu. Kwa hiyo sasa hivi mkakati ni kufikisha hii elimu kwa jamii. Elimu ishuke kwa jamii na jamii zote, ili mtu anapochukua ile hiari ya kuchanjwa, achukue ile hiari ya kuchanjwa akiwa ana uelewa wa kutosha. Mimi nilichanjwa tarehe 30 mwezi wa 7 kwa sababu nilikuwa na uelewa wa kutosha. Kwa hiyo nikachukua hiari ya kuchanjwa. Anayechukua hiari ya kutochanjwa akieleweshwa vizuri, akaelimishwa vizuri, wengi wananipigia simu na kuambia, Profesa, baada ya kukusikiliza mimi naenda kuchanjwa. Anahamia kwenye hiari ya kuchanjwa. Na hii hiari, Profesa, inaendana na upatikanaji wa chanjo, kwa sababu tumeona mwanzoni chanjo hizi zilikuwa zinapatikana, zimewekwa katika vituo maalum, labda vituo vya afya au hospitali. Vipi katika sehemu, yani kupatikana katika sehemu kabisa ambazo watu wanapatikana? Mkakati uliopo sasa hivi ni kusambaza hizi chanjo mpaka ifikie hatua ya kuipeleka kwa naita huduma ya mkoba, mobile. Iwe kabisa kuna kliniki na kwenye gari linafika mahali linasimama, wananchi wanakuja pale wanachanjwa, ifikie hapo. Kwa hiyo sasa hivi mkakati ni kuifikisha kwa jamii. Kitu ambacho pale mwanzoni kwa sababu zilionekana ni chache, tukasema hebu twende na makundi maalum, vituo maalum. Dar es Salaam vikatajwa tu vituo vichache, kila mkoa ukataja vituo vyake vichache. Tukagundua kwamba mwananchi atoke kilomita 50 akafuate chanjo Mwanza mjini au sijui kituo gani kule, haiwezekani. Kwa hiyo sasa hivi mkakati uliopo sasa ni kufikisha huko. Sasa unafikisha huko ambako elimu haipo ya kutosha. Na ndio maana huu mkakati ambao leo unazinduliwa na Mheshimiwa Waziri kule Dodoma. Na baada ya kuzinduliwa utaona sasa watu wanakwenda huko chini. Na nyinyi mtashirikishwa kwa nguvu zaidi na uhamasishaji utaongezeka kabisa. Lakini tunaendelea kusisitiza kwamba chanjo ni hiari. Chanjo ni hiari, na mimi nasema ni hiari ambayo mtu anapofahamu umuhimu wake na faida zake, anachagua ile hiari ya kuchanjwa kuliko kubaki na hiari ya kutochanjwa.
Kwa hiyo mimi kwa uzoefu ambao nimeuona, watu wanapopata elimu ya kutosha wamebadilika, wakahama kutoka hiari yangu bwana mimi sipendi chanjo kwa sababu ni hiari, sasa nimeshaelewa, mimi naamua kuchanjwa. Hiyo imetokea sana. Naam, Profesa, tukiwa tunamaliza kipindi kwa haraka, kuna mambo mawili. Moja, shaka ya wananchi, wanasema kwamba moja ya kitu ambacho wanatilia shaka ni kuendelea kusainishwa pale ambapo wanakwenda kuchanja fomu zile, kwamba sijui ukipatwa na madhara serikali sisi haituhusu namna hiyo. Lakini la pili, tukiwa tunazungumzia katika kufunga hiki kipindi, labda neno lako lipi sasa kwa wananchi kuhakikisha kwamba janga ndo kama hili tayari la dunia, nini ambacho wananchi tunapaswa sasa kufanya ili kuhakikisha kwamba tunakabiliana nalo vyema hili janga? Sawa. Nije hilo la fomu. Fomu kwa taarifa ni kwamba kwenye maadili ya taaluma ya tiba inamlazimu mtoa huduma kwenye afua fulani fulani amshirikishe mgonjwa au ndugu zake mgonjwa kutoa hiari yake. Kwa hiyo ile hiari inakuwa kwenye fomu. Kwa mfano, mtu anapoingia maabara, tunaita theater, kule anapoingia theater kufanyiwa upasuaji, yeye mgonjwa hajijui, hajitambui, lakini hao ndugu zake wanasainishwa fomu. Ni kawaida kabisa. Na mtu pengine watu hawajasoma kuona ile fomu imeandikwa nini. Ni vile vile kwamba hapa ni hiari yako, likitokea lolote bana, ni umehiari. Kwa sababu sisi tunaamini kwamba ni kitu kinachoenda kufanyika pale theater ni sahihi, kimethibitishwa kisayansi na kitamsaidia mgonjwa. Hali kadhalika hii uviko, kwamba hii ni chanjo ambayo kisayansi imethibitishwa kwamba ina ufanisi, ina usalama, lakini kwa sababu ni wewe na kuhitaji uchanjwe, na nakwambia ni hiari, na mimi nakwambia kwa utaratibu wa kwa utaratibu wa taaluma ya tiba, hata kwenye utafiti ni kuishirikisha kwenye utafiti, nakwambia sign form. Iko ile ni utaratibu wa kawaida. Ila watu wamestuka kwa sababu mimi naamini kitu kilichowastua watu again ni ile taarifa za kutishana zile. Kwamba unaona sasa nasainishwa fomu kwa sababu serikali, hapana. Ni kawaida, mimi nimesaini ile fomu na sina tatizo lolote. No, Profesa, tukienda katika wito wako kwa sasa kwa Watanzania. Kwanza niseme kwamba ugonjwa wa corona hauna tiba. Ni ugonjwa ambao mpaka sasa hivi hakuna dawa. Kilichopo sasa hivi ambacho kimethibitishwa kisayansi na kitafiti, na sisi kama taasisi ya taifa ya utafiti wa magonjwa tunathibitisha hilo, kwamba hii afua ya chanjo ni salama, ina ufanisi mkubwa, na imeonyesha uwezo kisayansi kabisa wa kudhibiti maambukizi ya ugonjwa, ya kudhibiti ugonjwa ambao unaweza ukamsababishia mtu kifo. Vyote hivyo chanjo hii imeweza. Kwa hiyo mimi wasisitizia wananchi ni kwamba wachague hiari ya kuchanjwa, kwa sababu ni jambo ambalo limethibitishwa kisayansi, limethibitishwa kitaalamu, na Shirika la Afya Duniani limethibitisha kwamba hii chanjo ni salama. Yale maudhi madogo madogo yanayotokea siku ya kwanza, siku ya pili baada ya kuchanjwa, yale ni ya kawaida kwa chanjo zote, na huwa yanaisha. Unachobaki nacho mwilini ni kinga. Profesa, mimi niwe shuhuda wa hilo, nami nimechanja. Wala mtazamaji anaweza kujiuliza tu, vipi? Nami nimechanja, na kama ambavyo unasema kiukweli, maudhi yale madogo madogo, na mimi maudhi ambayo nilikuwa nimeyapata makubwa haswa ni yale maumivu ya sindano. Namshukuru Mungu kwa hilo. Kwa hiyo basi Profesa, tuendelee kujilinda na tuwalinde na wengine. Naam, na kama nilivyosema kwamba pamoja na kwamba mimi na wewe tumechanjwa, lakini tunatakiwa tuzingatie ile miongozo ya kujikinga na ugonjwa, kwa sababu watu wengi bado hawajachanjwa. Lakini kwa sababu pia sayansi imeonyesha kwamba pamoja na kuchanjwa unaweza ukapata maambukizi.
Kwa hiyo lazima uendelee kujikinga. Asante sana Profesa. Ujikinga ukiwa huna wasiwasi. Asante sana Profesa, na nikukaribishe kwa wakati mwingine tena Mahasin TV. Mimi nashukuru sana na niwatakie kazi njema. Asante sana. Na mtazamaji, kufikia hapo ndo tunaweka utuo wa kipindi cha Fahari ya Umma kwa siku ya leo. Nikukumbusha tu tulikuwa na Profesa Yunus Mdoe, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa magonjwa ya kibinadamu NIMR, kutoka pale makao makuu jijini Dar es Salaam. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, ulikuwa nami mtangazaji wako Rajab Shaban Matuga. Mimi nawe mtazamaji, tukutane tena siku na wakati mwingine tena insha Allah. Mpiga picha wangu ni Abdurrahim Salum Japani, mwongozaji ni Aisali Karume. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Shiriki nasi kwa kutoa maoni kupitia nambari 0621 64 13 19 au kwa barua pepe mahasintv maoni18@gmail.com.